والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر كتابك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. Tunaendelea na mazungumzo yetu tulianza jana kuhusiana na hali iliyoko sasa, na bilkhususi tukasema tutawazungumzia Mayahudi na wana wa Israeli na Wazayuni kuhusu kadhia ya Palestina na Masjid al-Aqsa. Lakini nikasema hili jambo ni pana na ni refu sana, inatakiwa lizungumzwe kwa ilmu na hoja zinazokubalika kisheria, na sio kutumia hamasa na jazba na mihemko, na watu kuchunga uadilifu, hasa tunapozungumza watu makundi mbalimbali, nchi na watu na mambo kama hayo. Lazima kuwe na uadilifu na ukweli ndani yake, kwa sababu tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mazungumzo haya pia yatatuvuta sisi tuzungumzie kuhusu Shia, na sababu kubwa ni hayo yanaendelea hivi sasa huko Mashariki ya Kati, kwa kuonekana kuwa Mayahudi wakishirikiana na Wamarekani wakimpiga Mwirani Mshia. Na kabla ya hapo imeonekana ya kuwa Mashia walikuwa wakiitetea Palestina kwa kupeleka makombora kadhaa katika nchi ya Wazayuni baada ya kuivamia Gaza na kuwaua watu wake na kuvunja mji na kuharibu miundombinu. Inaonekana kuwa Waarabu wamekaa kimya, hawasemi kitu, lakini Wapeshi au Waajemi ndio wako mbele katika hili. Kwa hiyo wao ni watetezi wa kadhia ya Quds, al-Masjid al-Aqsa, watetezi wa Uislamu. Hilo lilionekana na maneno yakawa mengi sana, na bado watu wanazungumza maneno mengi sana, na ushabiki uko mwingi sana, Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, kila mmoja anazungumza kwa namna yake. Siasa zimeingia, utaifa umeingia, ubaguzi wa kimadhehebu, wa rangi, chuki binafsi, hasad, vitu vyote vimeingia kwenye mazungumzo, na kila mmoja anazungumza kwa mvuto wake.
Sisi tukasema kwa munasaba wa sisi kuisoma surati Yusuf, na mazungumzo mengi yalikuwa ni kuhusu wana wa Israeli, ipo haja kulitazama hili jambo kielimu na taratibu za dini. Kama kuna hoja za kufanya, kuna mahali pa kurekebisha, tuna mchango gani na sisi, ipo haja. Jana nikazungumzia kuhusu wana wa Israeli, historia yao kwa ufupi. Nikaeleza kuhusu Waisraeli au wana wa Israeli, tukaeleza kuhusu Mayahudi na Wazayuni ni kina nani na kuna tofauti gani. Tukaona wanaoitwa wana wa Israeli ni jina walilopewa kwa kuzingatia nasabu zao, ni kila aliyezalikana kupitia uzao wa Israeli kwa watoto wake 12. Israeli ni mtume wa Allah Yaqub, kwa uzao wake watu wote wanaojinasibu, wanaonasibiana na ukoo wake na yeye wanaitwa wana wa Israeli. Na katika hao wana wa Israeli wako waliokuwa Waislamu kwa kuwa walifuata mila za baba zao, na baba zao walikuwa ni Waislamu. Dua ya Yusuf alayhi salatu wassalam, wattaba'tu millata abai, mpaka kafikia kusema tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Yaqub mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea katika suratul Baqara, wakati yuko kwenye kitando cha mauti, Yaqub alayhi salatu wassalam aliwaita wanawe, ndio huyo Israeli. Hii ni kuonyesha ya kwamba Uislamu ndio dini yao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut, je, mlikuwepo wakati Yaqubu yalipomfikia mauti? Mlikuwa hadhir? Mlikuwepo? Idh qala libani, wakati Yaqubu aliposema kuwauliza wanawe, ma ta'buduna min ba'di, kitu gani mtakachokiabudu baada yangu? Mtaabudu nini? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Wakasema sisi tutamwabudu Mola wako, muabudiwa wako wewe, ambaye ndiye huyo muabudiwa wa baba zako, baba yako Ibrahim, ami yako Ismail, na baba yako ya Ishaq vile vile, naye ni muabudiwa mmoja tu, na sisi ni Waislamu. Sisi kwake yeye ni Waislamu, wa nahnu lahu muslimun. Yaqub Israeli mwenyewe. Na hiyo ni aya 123, aya 133 ya suratul Baqara. Na aya mfano wa hizi ziko nyingi tu. Qulu amanna billahi, mpaka mwisho, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ushahidi wa kutosha juu ya jambo hili kwamba hawa walikuwa ni Waislamu wakifuata mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, lakini wapo katika hao waliokengeuka wakafuata upagani. Nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba sio kila mwana wa Israeli basi yuko kwenye dini ya sawasawa, dini ya wazee wake, dini ya Nabiullahi Musa, dini ya Nabiullahi Harun,
na baada yao kina Daud na Suleiman na Isa na Zakaria kina Yahya. Hawa wote dini yao ni moja, ni dini ya Uislamu. Lakini wapo walioshika mila hizo wakawa katika mila ya Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, wakaishika Taurati vizuri. Qur'ani imewaeleza na kufafanua jambo lao hilo. Ama Uyahudi tumeuelezea. Uyahudi sasa ni dini. Wale wote waliokuja wakashika mila ya Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam na wakaifuata Taurati, hasa baada ya tahrif, baada ya kuwa Taurati imepotoshwa, lakini wakajitwika mzigo wa kufuata mafunzo ya Musa alayhi salatu wassalam kama ilivyokuja kwenye Taurati na kwenye Talmudi yao. Hawa waliitwa Mayahudi au Wayahudi kwa nisba ile tulitaja Yahudha. Kwa hiyo Wayahudi ni wafuasi wa Musa au wafuasi wa Taurati. Wayahudi ni wafuasi wanaofuata dini ya Musa iliyojengwa katika misingi ya Taurati. Ni mmoja wamepatia au wamekosea? Hawa wafuasi wapo ambao walikuwa ni katika wana wa Israeli na wengine katika mataifa mengine. Hivyo basi Myahudi anaweza kuwa Muisraeli, anaweza kuwa mzungu, anaweza kuwa Mwarabu, anaweza kuwa Muhindi, anaweza kuwa Mwafrika, maadamu amefuata dini hiyo. Anaitwa Mayahudi au Wayahudi kwa kuwa amefuata dini, lakini si wana wa Israeli. Akawa sio mwana wa Israeli, si katika uzao wa Yaqub. Unanielewa? Si katika uzao wa Yaqub. Kilichompeleka huko ni dini. Kwa hiyo anaweza kuwa mtu ni Muisraeli lakini sio Myahudi kwa kuwa haifuati dini ya Kiyahudi, na inawezekana mtu akawa ni Myahudi dini lakini si mwana wa Israeli. Mmenielewa hapo? Na mara nyingi kwenye Qur'an haya matamko yanatumika, ya bani Israila udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Yanatumika ya bani Israila, bani Israila wana mambo mengi pamoja na fadhila nyingi walizopewa na Allah. Lakini wakitaka kusemwa vibaya tatumika neno la al-Yahud. Waqalat al-Yahud Uzair ibn Allah. Nimetaja mifano ya aya kadhaa kwenye darasa ya jana. Walan tarda anka al-Yahud wala an-Nasara hatta tattabi'a millatahum ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Veo 3.1 is on Divid AI now. الذين أشركوا. Kila inapotajwa kwa ubaya, mara nyingi inapotajwa neno al-Yahudi hutajwa kwa ubaya, na mara nyingine huitwa ahlul kitab, wakijumuishwa wao wanaofuata Taurati na wanaofuata Injili. Ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Lakini kuna kitu chaitwa Uzayuni. Ni chama au ni kikundi cha kisiasa chenye mrengo wa siasa kali kilichojengwa juu ya misingi ya kigaidi, ambacho kikundi hiki kimeanzishwa mwanzoni mwa karne 20. Tumetoa maelezo kidogo katika hilo, na malengo ya kuanzishwa kwake ni kutaka kuirudisha au kuwarudisha hao wanaitwa wana wa Israeli katika ardhi takatifu baada ya kuwa wamesambaratishwa kwenye ulimwengu.
Kwa hiyo wakawafuata, wakaokota watu mataifa mbalimbali wakidai kwamba hao ni Mayahudi au wana wa Israeli, wakidai ni wana wa Israeli na ile ndi ardhi yao, jambo ambalo halina ukweli ndani yake. Si ardhi yao. Tukasema kuna watu wetu Khazar. Kwa miaka mingi watu walikuwa wakiisha sehemu za Asia Sughra, kwa miaka mingi walifuata dini ya Uyahudi. Baada ya matatizo fulani na nchi za Russia, wakati huo mapigano makali, ustaarabu wao ukavunjwa, miji yao ikavunjwa, wengi wakakimbia wakaenda Ulaya. Namsa, Al-Mijar, Almania. Unajua Al-Mijar ni wapi? Kiswahili Hungaria au Hungary. Budapest, wakimbilia huko. Namsa ni Austria, nchi iko Ulaya Mashariki. Waarabu waita Namsa na Al-Mijar, wakakimbia maeneo hayo wakaenda Poland, Ujerumani, wakasambaa maeneo hayo. Lakini wao walikuwa wafuata dini tu ya Uyahudi. Asili yao ni Ataraki wa kale kabisa, Waturuki wa kale. Wengine wakakimbilia Amerika na sehemu nyingine tofauti tofauti. Na dini ya Uyahudi ilisagaa katika maeneo kadhaa katika ulimwengu. Kwa hiyo wale wakawafuata, kila aliyefuata dini ya Uyahudi wakamwita kwa huyu ni mwana wa Israeli. Kwa hiyo arudi kwao. Kwao wapi? Arudi Jerusalem. Kwa hiyo ikafanyika kampeni hiyo, wakaokotwa watu kutoka sehemu mbalimbali. Inawezekana wako wenye kiasili ya kweli wana wa Israeli, lakini ni watu wa kubumba wengi sana waliokotwa, lakini wamepelekwa pale kimkakati, tactical, sio Arabu sema tactic. Ni jambo la kimkakati kwa muda, lakini una malengo fulani ili ufike kwenye jambo fulani. Kwa hiyo wakawachukua watu wakaenda wakawaweka pale kwa mabavu kabisa. Na Wayahudi kweli wapo, wanaofuata dini ya Kiyahudi wapo, na Wayahudi ni watu wenye chuki. Kwa hiyo wakakaa pale wakaanza kujitanua kidogo, mwisho wakaichukua Jerusalem, wakaifanya kuwa ndio asima, ndio capital city yao, kwa dhuluma na ulimwengu kimya, bali wanawasapoti na kuwatia nguvu. Lakini lengo lao kama tutakavyoona, nitatoa maelezo baadaye ikibidi kufanya hivyo. Lengo lao wanasema wataka kufika ardhu rafidin, mpaka kufika Makka na Madina, mpaka Yathrib. Kwa hiyo pale wako kama transit, kwa sababu ardhi yao na dola yao wao inaanza mto Nile mpaka mto Efrat, Baghdad, Iraki. Kwa hiyo ndio ardhi yao yote ni kwao, wataichukua. Huo ndio mkakati wao, na wanatumia nguvu kubwa sana, nguvu kubwa kijeshi, kimali, propaganda. Wanatumia nguvu kubwa sana na mali nyingi sana ili wafanikishe malengo yao hayo. Kwa hiyo waliingia pale, na hivyo karibuni mlisikia namna walivyoifanya Gaza au Gaza. Ni mambo yanasikitisha sana, na kuwa jumuiya za kimataifa wanaodai haki za binadamu, wanaodai kadha, zaona wanadamu ni wao tu, wengine ni nyani, ngedere, hata wakifa hawana neno.
Kwa hiyo yote waliyaona haya yanafanyika na yanaendelea kufanyika, na wana mpango wa kuendelea zaidi ya hapo. Kafana Allahu wa iyyakum sharrahu, Allah atukinge atoshe na shari zao, na hawatafanikiwa biidhnillah. Sasa hawa jamaa hawa wana mambo mengi sana. Mimi nilikuwa nataka tuwafahamu zaidi kwa kutoa maelezo, lakini naona nikiingia kwenye hili alafu kuna jingine refu la kulizungumza kuhusu hawa mashia na kadhia hii ya Palestina na Waarabu kwa ujumla. Manake nilikuwa nataka niwazungumze hawa Mayahudi katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyoishi nao na wao walioyafanya, ili tulinganishe kwa wakati ule walifanya nini na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwachukuliaje, alichukua hatua gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi nao, aliingia nao mikataba, alitaamali nao katika mambo mbalimbali. Sasa hili jambo lina mifano mingi, mfano na kadhia ya Banu Qainuqa. Sasa si nitakuja kulizungumza lini tena, manake leo nataka nizungumze kwa mukhtasari tena, alafu hiyo ndio mwisho, kwa sababu ya ratiba zilivyokaa. Huwezi kujitanua. Haya mazungumzo haya, hawa Mayahudi peke yake wanahitaji kuzungumzwa takriban wiki nzima au zaidi, kwa mihadhara isiyopungua masaa 2 kwa siku. Sasa kuwa nazungumza haya mambo yote alafu nazungumza siku moja au siku 2 tena kwa ufupi, hayafiki hayo masaa 2, tunapunja sana. Tumeelewana? Kwa hiyo tujue tu kwamba sisi tuna adui kwenye Uislamu, tuna adui yetu anaitwa al-Yahudi, iko mbele yetu, na amepata imkania kubwa sana, uwezo mkubwa, amewezeshwa katika ulimwengu. Kuna vitu vingi wamevishika wao, nchi kubwa kubwa wamezishika wao, wameshika uchumi wa dunia, nguvu za kijeshi, mifumo ya kifedha, mifumo ya kiutawala, teknolojia na mambo mbalimbali wameyatawala, wameyashika. Lakini pia kuna uvumi mwingi wa kuwazushia na kuwakweza, na wao wataka hivyo kila kitu. Mayahudi ili tuogope, unatishwa kila siku kuhusu Mayahudi, jambo ambalo halitakikani kwa Muislamu. Kinachotakikana ni kuchukua tahadhari tu, uwe na tahadhari na uwe madhubuti katika msimamo wa dini yako. Yahudi hawezi kukudhuru chochote, la yadhurukum illa adha, hawezi kukudhuru chochote. Sasa watu wanatua hofu, unajua Mayahudi bwana, hii pia Mayahudi, hii Mayahudi kila kitu. Sasa Mayahudi itakuwa kila mahali, tokiingia chumbani unaona sasa labda Yahudi huyu hapa atakuja sasa hivi. Una hofu. Muislamu utakiwa kuwa na hofu, utakiwa na tahadhari. Sisi tuko kwenye haki na wao lazima utupige vita. Sisi walishampiga vita mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana tena. Sasa hili nilikuwa nataka kulizungumzia, inshallah labda tufanye maarifa, tupate wasaa mara nyingine tuyazungumze haya mambo kuhusu Mayahudi kwa kirefu, mikakati yao, mbinu zao, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoishi nao, sisi tumepewa mwongozo gani katika kuishi na wao, na kitwatisho kweli kweli. Sasa hivi bwana, unajua dini imeingiliwa na Mayahudi, Mayahudi washaribu. Sasa mtu pia wagopa kusoma dini, sijakaa ndo Uyahudi. Ila Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha tusifuate hatua zao na nyendo zao.
Na wako watu wanaofuata hatua zao, msifanye hivi, wafanye ili jambo la Mayahudi msifanye, watu walifanya. Halafu huyo anayefanya hivyo akutuhumu wewe kwamba Myahudi, kibaraka wa Kiyahudi, kwa sababu afuata mambo ya Uyahudi. Si Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza msijengee makaburi? Huu ni mfano tu, msiyajengee haya, kwa sababu huu ndio mwenendo waliokuwa kabla yenu Mayahudi na Manasara. Akifa kwao mtu mwema walikuwa wakifanya haya. Sasa mimi niambie, Uislamu sawa wa sawa sasa hivi kwa watu wa kawaida na mashekhe zao ni upi? Wa kuyajengea makaburi au kutokuyajengea? Ule ndio ule ni Uyahudi na Unaswara, ule si Uislamu. Katika Uislamu hakuna kitu hicho. Khalifu al-yahudi wa khalifuni Mayahudi. Katika nini? Punguzeni sharubu na achieni ndevu. Hebu tazama ile mandhari tu ilipo, alafu na watu wanapogombana kwenye jambo kama hilo. Ni Uyahudi ule, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza maneno yale. Sasa kuna mifano ya mambo mengi ambayo ndani ya Uislamu yana mizozo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaweka alama kabisa, hili hapa ni la Uyahudi na Unasara, liacheni. Na hili ndio Uislamu. Kuna watu wameng'ang'ania ile Uyahudi na wanayatetea, lakini wakati huo atakakurudia wewe akwambia wewe Yahudi. Kwa hiyo mlango huu tunahitaji kuuzungumza kwa mapana sana. Baadhi ya itikadi na baadhi ya misimamo katika baadhi ya madhahib zimeasisiwa na Mayahudi. Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ambaye hakuna shaka juu ya kuwepo kwake mtu huyu, alisababisha mparaganyiko mkubwa katika umma wa Kiislamu. Kuna mambo aliyaweka, na kuna baadhi ya madhehebu wanayafanyia kazi mambo hayo ambao ni Uyahudi. Miongoni mwa hayo ni kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwasema vibaya na kuwachafua khiyaru hadhihi al-umma. Sunnatun yahudiyya, ni mwenendo wa Kiyahudi. Walishawatukana mitume, washawatukana watu bora, wafuasi wa mitume, bali na wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya watu katika umma huu hawana wajidai kwamba sasa wao wako kifua mbele kupambana na Mayahudi, wanaufuata Uyahudi huu. Ipo haja ya kuja kulizungumza hili jambo kwa mapana. Kinyume cha hivyo tutapotoshwa na tutadanganywa. Sasa leo mimi nataka niseme kitu kingine. Kutokana na hali iliyopo ulimwenguni, Marekani ameungana na Mayahudi kumshambulia Muirani Mshia. Wanamshambulia sana. Wakati huo ikawa Marekani yeye hapatwi na shida yoyote, ardhi yake iko safi, haijaguswa. Wanaumia ni wengine. Sisi huku kwetu na duniani kwa ujumla, kila mmoja akatafuta upande wake kaushika, kama ilivyokuwa ada kwetu sisi watu kwenda na hamasa na hasi zile na kufuata awatif, hisia na vitu gani na jazba na vitu kama hivyo. Mtu akaamua akachagua upande tu bila sababu yoyote. Wewe vipi? Mimi bwana, hapana hivi bwana, mtu fulani hivi, akashabikia na akaamua kutukana tu upande mwingine bila sababu yoyote. Mimi nina swali la kukuuliza tu. Tunakuuliza wewe peke yako, kaa chumbani peke yako, au umekaa kwa shamba au ofisini, kaa utafakari, alafu tafuta majibu. Sio lazima unijibu mimi, tafakari tu. Ni swali la kutafakuri, alafu utazame. Kwa mfano, wewe una nyumba yako
unaoimiliki sasa kihalali, aidha umeinunua kwa pesa zako au umeirithi, pata mirathi kutoka kwa mzee wako, upata nyumba yako. Napiga mfano wa nyumba tu, waishi wewe na familia yako, lakini una ndugu yako mkorofi, kibaka, mwizi, jambazi, tena Muislamu, bwana Muhamedi, nazungumza kwa Kiswahili cha kienyeji kabisa, aitwa Muhamedi, ndugu yako korofi sana. Mara siku amekuja pale anakutishia na panga, atakutoa kwanza, hapa sio kwako, nyumba mimi nitaiuza hii. Mara siku nyingine kaja kanyofua dirisha kaondoka nalo, mara haupo, amekuja kawatia makofi watoto na mke wako, kaondoka, afanya uharibifu. Mara nyingine kuna matukio na magenge ya kihalifu yamekuja yamevamia nyumbani kwako, lakini mipango yake wameiba hiki. Kwa hiyo huna amani pale, wewe huna amani kwa sababu ya ndugu yako huyu bwana Muhamedi na namna anavyokufanyia, na ukifanya hivi ya kutishia hili, mara kutishia hili, huna raha na nyumba yako mwenyewe, huna raha nayo. Lakini umepita muda, siku na hizo kama wanavyosema, akatokea mtu mwingine mbabe kuliko yeye, bwana Filipo, kafiri, ana maguvu kuliko Muhamedi, ana mpango yeye pia kwa kupora yeye nyumba yako, anafanya vitimbi anavyovifanya. Lakini siku hiyo bwana wakakutana na bwana Muhamedi, Filipo na Muhamedi, wakaanza kutwangana, kila mmoja aona ana haki na pale. Wewe sikia zogo tu, kaangalia aona ule kashapigwa wakati wa ngeu, na yule damu za mwagika huko, kangolewa jino, mara hivi watu wapigana, waduondana kwa kweli kweli. Wewe funga milango yako, wachungulia tu. Mimi nataka kuuliza swali, wewe hapa utakuwa shabiki wa nani? Shabiki yako nani? Wewe utamshabikia nani? Lillahi rabbil alamin. Nenda zako nyumbani, kaa jiulize, hivi ikitokea kweli ndio nyumba yangu kwa mambo kwa hivi, mimi hapa nimshabikie nani? Atwangwe tu kwanza, alafu ndo baadaye utatoka kwenda kumshabikia nani, kumsaidia nani? Filipo au Muhamedi? Kwa sababu ni jamaa yako, labda jirani yako, ndugu yako, kwa sababu wamjua. Hebu kweli na insafu, kaa tafakari, jiulize, ndugu yako kweli, lakini hali yake ndio iko namna hiyo. Wewe utakuwa upande wa nani? Utampendelea huyu kwa sababu ni jamaa yako, wakuwa aonewa na yule mgeni, au utamhurumia yule mgeni namna anavyopigwa na yeye katua mangeu? Au wewe utakuwa waomba ugomvi uendelee tu mpaka kila mmoja katoka pale kwa maututi? Wewe utaombaje? Ugomvi uendelee tu, watu wangane tu. Hiyo ni vita ya panzi, sio? Kwa nini mimi nimezungumza maneno haya? Maneno haya yana msingi. Ukirejea katika aya 129 ya suratul An'am, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Katika moja ya tafsiri zake, ay nusallitu ba'dahum ala ba'd,
wa nuhliku ba'dahum bi ba'd jazaan ala dhulmihim wa baghihim. Na kama hivyo tutawasaliti madhalimu wenyewe kwa wenyewe, wapambane wenyewe kwa wenyewe. Inatokea wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala akawakutanisha madhalimu wawili, wakasalitiwa, wakaumizana. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anafanya hii. Ni moja katika tafsiri yake aya hii, na pia na tafsiri nyingine kwamba hiyo ni katika sunnatullahi alkauniyya, utaratibu katika maisha haya. Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine akitaka kukunusuru wewe, basi yule adui yako yule dhalim anamletea mwingine alikuwa adhlam ili akunusuru wewe. Na ndio maana sisi Waislamu huwa tunaomba dua wakati mwingine au mara kwa mara tuomba, Allahumma sallit adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ewe Allah, wewe hebu wasaliti madhalimu wenyewe kwa wenyewe, sisi ututoe katikati yao tukiwa salama, kwa sababu vita wakati mwingine iko hivyo. Wewe unaweza kuwa huna silaha za kupigana na huyu dhalimu, huna nguvu, lakini kuna adhlamu minhu, dhalimu zaidi kuliko yeye, Allah atakusaidia. Ile jambo lipo. Sisi kwetu Yahudi ni adui mkubwa sana, na uadui wake hauwezi kuisha, kwa sababu Qur'an imeeleza wazi kabisa na Sunna imeeleza wazi kabisa. Sasa kama ikiwa Mayahudi uadui wao umeelezwa wazi na wanaoyafanya yanaonekana, na hawa Mashia nao si wenzenu? Mashia sio wenzetu, sisi sio wenzetu, ni maadui kwetu, na wao wenyewe wajua kwamba ni maadui wa Waislamu wengine wote wasiokuwa wao, na hii ni sehemu katika itikadi yao kubwa na muhimu. Sasa katika mambo ambayo nilikuwa nitapenda niyazungumze kwa ufafanuzi zaidi kipata wasaa ni jambo hili. Hivi nyinyi mwajua kwamba Irani, nchi ya Faris, Persia, kwamba asili nchi ile ni nchi ya Ahli Sunnah wal Jamaa? Nyinyi mwajua hivyo? Ndio hivyo, nchi ile yote ilikuwa ni nchi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, na muadham, yani asilimia kubwa katika Ahli Sunnah waliokuwepo Iran, hiyo Faris ambayo ni Irani ya leo, ni watu wa madhhabi ya Shafii. Maimamu wakubwa wametoka hapo, muhaddithun na wachuoni wa hadithi katika Ahli Sunnah wal Jamaa, wana wachuoni wa fiqhi kina Al-Qadhi Abu Shujaa. Huu ni mfano mtu mmoja, lakini wako wengi 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 wasiokuwa na hisabu, kwa karne tofauti mbalimbali, karibu karne 9. Irani au Farisi iko chini ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Wewe unajua ushia uliingiaje? Sisi tulieleza kwenye kitabu chetu kimoja, Uyahudi nyuma pazia la Ahli al-Baiti, au kwa lugha nyingine ni kitanzi cha shaba. Tulieleza kuhusiana na dola ya Wasafavid. Wajua, mtu anaweza kuingiza itikadi yako mahali kwa hoja, ushawishi wa hoja umezileta, watu wakazipokea, wakakubali, wakaamua kufuata, si ndio? Ni jambo zuri kama itikadi ni nzuri. Kama ni itikadi mbaya ni jambo baya, lakini sasa umeweza kuingiza sera zako na taratibu zako, watu wakazikubali. Mara nyingi hakuna lawama za hivyo katika hilo, lakini utakapokuja kimabavu, tayari watu wana utamaduni wao na taratibu zao wanaishi, wewe ukaingia kimabavu katika maeneo hayo kwa nguvu kabisa, ukawaonea watu, ukawaua, ili itikadi yako iingie kwa mabavu, ili jambo likubaliki. Wow! Search G666 to get a 30 coupon. Lots of stuff to grab. What are you waiting for?
Sasa Irani au Faris imeingiwa na Safavid Empire, ilikuwa mwaka wa 1502 mpaka 1785, kile kipindi ambacho Waislamu ulimwenguni wako katika mtihani mzito wa kupambana na dola za kikafiri, hasa baada ya vita vya msalaba. Hiki ni kipindi cha vita vya msalaba ambacho daula ya Andalus ya Kiislamu iliyoko Spain na Ureno iliangushwa na makafiri, na wakati huo Waislamu walikuwa wana dola yao ambayo ni Ottoman Empire. Ottoman, Waturuki ndio walikuwa watawala Uislamu. Makao makuu yako Istanbul. Mfahamu? Na wakati huu 1502 tayari washatoka watu wa mishionari wa kanisa Katoliki, wameshatoka Lisbon, wakatawanywa katika pembe za dunia, kina Christopher Columbus, kina Ferdinand Magellan na mwingine akiitwa Vasco da Gama. Wanatembea katika ulimwengu, wale wanakwenda Latin America, wengine wanakwenda Caribbean huko mpaka Amerika kwenyewe, wakajiita wagunduzi. Vasco da Gama alikuja katika mwambao wa Afrika Mashariki, ilikuwa ni 1498, akapita huko Cape of Good Hope, rasi ya tumaini jema, akaingia akazunguka mpaka akafika Kilwa, wakayafanya walioyafanya. Amefanya mambo mabaya sana, tumefahamu. Sasa wakati ule wale wa Ottoman wanahaha wahami miji ya Waislamu, akatokea mtu mmoja mshia akiitwa Abul Muzaffar Shah Ismail al-Hadi ibn Haidar ibn Junaid as-Safawi kutoka sehemu za Ardabil ambayo ni kaskazini magharibi mwa Irani ya leo. Ilikuwa ni tarehe 25 Rajab mwaka wa 892 sawa na Julai 17 1487. Hii ni tarehe aliyozaliwa yeye, hii ndio tarehe aliyozaliwa. Akafariki Tabriz huko Irani Rajab 8 mwaka 930 Hijiria sawa na Mei 23 1524, na akazikwa huko Ardabil. Huyu bwana alikuja akauleta ushia pale Irani kimabavu. Alitawala kwa muda wa miaka 22 kuanzia mwaka huu 1502 mpaka 1524. Wakaja baadaye wengine, Shah Tahmasab, Shah Ismail, Shah Muhammad, Mwitakoda Bande, Shah Abbas the Great. Mpaka kule Irani kuna sehemu inaitwa Bandar Abbas, ni yule Shah Abbas the Great. Jamaa akafanya mambo mabaya sana, vitabu vya Kishia vyaeleza, tunavyo walioyafanya pale, mpaka huko wakauingiza ushia kimabavu. Sasa kuna mambo mengi tumeeleza juu ya unyama na uadui waliofanya kwa ahli sunna wal jamaa, lakini kwa kushirikiana na wale makafiri. Wakati mfalme Suleiman al-Qanun, Osman al-Qanun katika ile utawala wa Suleiman al-Qanun katika utawala wa Ottoman, ameizingira Namsa, Austria kwa muda mrefu. Wakati wote wanaweza kusalimu amri, wakaachia Austria. Wale jamaa walikuwa wanafanya mauaji huko Baghdad. Taarifa zikamfikia, bwana, kule watu wanauliwa,
wewe unataka kufungua huko, lakini kule watu wauliwa. Kuna mtu kaingia huko kutoka Ardabil, mshia anawamaliza Amasunni huku, akasitisha jihad fi sabilillah, akaambia simameni. Akaja kuja kupambana na hawa wahalifu, lakini walifanya makusudi. Na ndio maana kuna mtu mmoja katika waandishi wazuri kabisa walioandika, Mkristo anaitwa Ferdinand, alifikia kusema laula safawiyuna fi Iran lakunna alyawma fi Faransa wa Belgika wa Uruba naqra'u alqur'ana kaljazairiyin. Lau kama sio kudhihiri dola ya Safawia huko Iran, leo hii sisi hapa Ufaransa, Ubelgiji na Ulaya kwa ujumla tungekuwa tunaisoma Qur'ani kama inavyosoma Algeria, tungekuwa Waislamu sisi. Kama sio wale jamaa kuzuia kule na kuleta tafrani katika dola ya Kiislamu na tashtiti kule, basi Uislamu kungeingia mapema na sisi tungekuwa kama vile Algeria tu. laula safawiyuna fi Iran lakunna alyawma fi Faransa wa Belgika wa Uruba naqra'u alqur'ana kaljazairiyin. Haya maneno yameandikwa kwenye kitabu cha Iran min ad-dakhil kwenye ukurasa wa 24. Tuseme hii zamani. Kwa hiyo ala kulli hali ushia ukawa umekita pale, na kwenye kipindi chao sasa Safavid Empire ndio walitokea kuna wanaochuoni wakiitwa kama Muhammad Baqir al-Majlisi mwenye Biharul Anwar, Al-Jami' lidurar al-A'immat al-Athhar, ana kitabu chaitwa Mir'atul Uqul na vitabu vingine. Wanawazuoni hao ndio walioanza kwa uwazi kabisa kuwatukana na kuwalani maswahaba ndani ya vitabu vyao ambavyo vipo vya kuuza madukani. Ile laana sasa kwa maswahaba kwa uwazi wazi na kuwakufurisha wazi wazi bila kificho, ni hapa walipopata nguvu wa jamaa kwa dola hii. Muhammad Baqir Majlis maarufu, wauliza mshia yote Muhammad Baqir Majlis wamjua, waijua Biharul Anwar, wewe waijua Mir'atul Uqul, na ana vitabu vyake vingine, lakini vitabu vikubwa viwili wao wanavijua kwa sababu zimekusanywa. Wanasema Biharul Anwar yani bahari za nuru, Al-Jami'a zilizokusanya Al-Jami' lidurari A'immat al-Athhar, imekusanya lulu za maimamu watoharifu, kiko katika juzuu 110, kiko katika juzuu 110. Kwa hiyo wewe shekhi wanayezungumza kwenye mitandao huko msikitini kwako si wapi, ulijue hili vitabu vipo na vimeandikwa kwa wakati huo na mpaka kesho vinachapishwa. Mimi chapa nilionayo imeandikwa, imechapishwa Qum, Iran. Tumeelewana? Ndani yake kuna maneno ya kuwakashifu wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani yake kuna maneno ya kuwakashifu kina Abu Bakr, kina Umar, kina Uthman, kina Talha, kina Zubair, kina Muawiya, kina Amr ibn al-As na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio kukashifu, kuwakufurisha kwamba ni makafiri. Sasa jambo limekwenda namna hiyo mpaka Wasafavid walipoanguka, mpaka pita iliyopita mengi, mpaka ukaja utawala wa Shah yule Reza Pahlavi, mpaka ikaja mapinduzi ya mwaka 1979 yaliyoletwa na Ayatollah Khomeini akitokea Ufaransa. Waliomsapoti katika mapinduzi yale ni Wafaransa, na waliomleta kutoka Paris mpaka kufika Tehran ni Wafaransa kwa ndege ya Ufaransa. Mimi nataka mkae mtafakari, kwa nini Ufaransa, nchi ya Kiislamu, mfadhili mkuu Mfaransa alifadhili mapinduzi? Kwa nini?
apenda sana dini, awapenda sana Waislamu, au kuna kitu gani? Tusiende mbali zaidi, tuliache sisi, tuangalie yale yaliyokuja baada ya pale. Baada ya thaura ile au mapinduzi yale, kilichotokea ni vita baina ya Iraq ambayo kiongozwa na Saddam Hussein. Saddam Hussein alikuwa itikadi yake ni baathi tu, ya kueleza mara nyingine, si mtu wa mambo ya dini hivyo. Udikteta uko juu zaidi, aua tesa, lakini pakatokea vita. Wale wa Iraki wanasema aliyesababisha vita ni Iran, kwa sababu wanadai kwamba Iraq ni sehemu katika Iran. Wana ramani yao, wale mashia wa Irani wana ramani, nitakuja kueleza siku nyingine, kwamba lazima irudi Faris, daula ya Faris irudi kama ilivyokuwa kabla Uislamu, ambayo Iraki iko ndani. Al-Bahrain al-Kubra, kuna kitu kinaitwa Al-Bahrain al-Kubra, pia iko ndani, ni nchi yao, wanasema ni Faris, kwa lazima irudi. Na matamko yapo kabisa, imetolewa tamko la tarehe fulani, mwezi fulani, kwenye gazeti fulani au kwenye television kadha, kuna tamko hili. Kuna kitu kinaitwa Al-Bahrain al-Kubra, wanasema ni yao. Hii Bahrain iliyoko sasa hivi Manama ni ndogo, sasa kuna kubwa ambayo inakusanya Al-Ahsa, inakusanya mantaka sharqia yote kule Saudi Arabia, inakusanya Al-Kuwait, inaingia Qatar, inaingia Emirate, inaingia sehemu katika Oman. Yote hiyo ni tu Al-Bahrain al-Kubra, wanasema lazima irudi. Tumeelewa? Katika mikakati yao ni kuirudisha. Kwa hiyo wakaanza na Iraq, ikawa kuna chokochoko, vita vikaanza, vikapiganwa mpaka mwaka 89 alipofariki Khomeini, vita vikasimama. Lakini kulikuwa kuna mikakati mingi sana ya kuwazunguka Ahlus Sunnah wal Jamaa na kuanzishwa makundi ya kihalifu au kuyaunga mkono, kama yapo yaungwa mkono, na walikwenda wakafanikiwa kweli, wakatia nguvu katika makundi fulani. Katika makundi hayo yaliyoanzishwa ilikuwa ni Hizbullah kule Lebanon, kuna chama au kuna kundi linaitwa Hizbullah. Hili kundi asili yake ilianza, ilikuwa ni kuna chama kingine kinaitwa Harakatu Amal huko Jabal Amir Lebanon. Hawa bwana walifanya mauaji mabaya sana dhidi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, kwa sababu kila wanapopata nguvu hao Amal, kila wanapopata nguvu Mashia, basi maadui wa kwanza wanaoanza nao ni Ahli Sunnah. Sizungumzi karne hizo, nazungumza wakati huu wakina Khamenei. Wakafanya majazir, mauaji ya kinyama yalifanyika dhidi ya Ahli Sunnah wal Jamaa na wakimbizi waliokimbia kutoka Palestina kwenye kambi za wakimbizi huko Lebanon. Ikawa ni jambo baya kabisa, lakini kitu kibaya ambacho ulimwengu unaonyesha kwamba hauna uadilifu. Mauaji yale yote hayakuhesabiwa kwamba yamefanywa na kikundi cha ugaidi, kwamba waliofanya vile wamefanya ugaidi, wamefanya dhulma, kwa hiyo wapelekwe The Hague wakahukumiwa. Jambo likaisha hivyo hivyo tu, kikaanzishwa chama kingine kikaja kwa jina la Hizbullah, ambacho baadaye kuja kuongozwa na Hassan Nasrullah. Yeye anasema sisi tuko Lebanon, lakini sisi tuko na serikali ya Iran, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iko Lebanon, lakini wao ni raia wa Iran, kama vile Mwingereza na makoloni yake, Canada, si Australia, si wapi, au Mfaransa na makoloni yake, si mayote huko, mayote huko Komoro, lakini una pasipoti ya Ufaransa, wala wako ni Ufaransa, sio kwenu pale. Sasa wale mabwana katika mambo mabaya waliyofanya, kwa sababu nchi ya Lebanon ina tawaifu kubwa 3.
na nyingine ndogo ndogo. Pale pana Wakristo wa Catholic ndio waliandika hii kamusi ya Al-Munjid, wana nguvu pale wa Katoliki. Pana Waislamu makundi mawili, kuna Shia na kuna Sunni. Shia ndio wako huku kusini mwa Lebanon, ndio wenye Hizbullah. Masunni wapo pale wengi tu, ambaye alikuwa waziri mkuu ni Rafiq al-Hariri, kama mkumbuka. Kuna mtu akiitwa Rafiq al-Hariri alikuwa waziri mkuu. Huyu aliuliwa na Mashia, walimtegea bomu kwenye gari lake wakamuua. Nini? Uadui wao ni kwa ahli sunna tu, sio kama kuna Wakristo wapo, lakini ikawa wanafanya watia dhiki, lakini Walebanoni wengi wakaikimbia nchi yao Masunni kwa sababu ya dhiki ya Hizbullah, na wakifadhiliwa na Iran. Kule Syria, kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba ikawa washaichukua Lebanon. Hivi Lebanon yote kama iko chini ya Mashia, wameichukua. Syria alikuwepo mtawala mmoja akiitwa Hafidh al-Asad. Hawa ni katika Mashia, lakini kama si Duruzi Nusairia, wajita Alawiyun. Na mwanawe baadaye Bashar al-Assad. Hawa waliingia mikataba hasa ya kuhakikisha wanawadhibiti ahli sunna ndani ya Syria, na kweli walidhibitiwa. Malaki ya ahli sunna waliuawa kwenye kipindi cha huyu Bashar al-Assad. Malaki ya ahli sunna wameuawa na mamilioni wamekimbia nchi yao, wametoka Syria wamekwenda sehemu nyingine, kwa sababu hapakaliki Syria kwa sababu ya Bashar al-Assad. Sijui kama mwasoma nyinyi taarikhi na historia na mambo mwayafuatilia, na wale Irani wakawa ni watu wanaofuatilia karibu na wamejenga walaa mkubwa wao na Syria, wakafuta ile tofauti ya madhehebu kwamba sisi Ithna Asharia, hawa Alawiyya, si Duruzi au Nusairia, wakafuta ile, na kwa sababu wana malengo fulani ya kuwamaliza ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo Dimashqi, asima thani ya ahli sunna wal jamaa, hiyo ndio capital city nyingine ya pili ya ahli sunna baada ya Beirut, ni Dimashq, wakawa wamechukua wao. Walipokuja Wamarekani, kwa sababu Wamarekani wana maneno yao, washazungumza. Ule waziri mshauri wa mambo ya ulinzi kule wa Pentagon aliwahi kuzungumza, sisi bwana kimkakati tunaanza na Iraq, lakini malengo ni kuichukua Saudia. Wana maneno yao wanazungumza, na maneno yamekaririwa na Mayahudi na watu mbalimbali. Magazeti Washington Post imeandika kabisa kauli ya bwana. Sina haja kutaka kuzisoma hizo kauli, nimekusanya kauli nyingi, lakini tuache. Lakini walipoingia pale walitumia mwanya wa yale alikuwa akiyafanya Saddam Hussein juu ya ukandamizaji wake kwa Mashia na kwa Masunni, lakini wao wakajenga, kwa sababu nchi ya Iraki ina mataifa tofauti tofauti kwa kuzingatia madhehebu. Kuna Masunni na Mashia. Masunni ndio wengi. Kwa kuzingatia makabila, kuna Waarabu na kuna Wakurdi sehemu ya kaskazini na kaskazini magharibi, sehemu ya Wakurdi wako wengi kule. Kwa hiyo pale ilikuja ni mkakati wa kuwamaliza ahlus sunna. Makundi ya kishia yalisapoti lile jambo, na ndio maana Marekani alipomaliza kuipiga Iraq akaiacha chini ya mikono ya Mashia. Hivi ninavyozungumza, Iraq inaendeshwa na Mashia. Kwa nini? Kwa nini Mashia? Hao si wagomvi wao? Hawa ni wagomvi kweli, lakini sio kwa ahli sunna. Ikiwa ni swala la kuwapiga ahli sunna, watashirikiana wao na Mashia katika kuwapiga ahli sunna. Na haya yalitokea kule Mazar Sharif, Afghanistan, wakati
Marekani atakuingia Afghanistan, Northern Alliance Mashia walipita kwa Northern Alliance wale Mashia Mazari Sharif. Nyinyi mkumbuka kama mtakuwa mfuatilia hizi mambo, wao walikuwa hawezi kuingia pale, lakini waliwatumia wale, kwa sababu kule kuna ahli sunna. Sasa hawezi kuingia tu hivi, kwa hiyo wakabidi wawatumie Mashia. Na hii kazi ilifanywa na kina Ibn Alqami na kina Nasiruddin Tusi hapo zamani. Tukieleza habari zao mtashangaa kabisa. Kwa hiyo sasa hivi ninavyozungumza, Iraki ina utajiri mkubwa wa mafuta. Yanakwenda wapi? Nani anayetawala Iraki? Wamepewa Mashia. Kwa mkataba gani mimi sijui, lakini dunia iko kimya kabisa. Watu hawana maneno, kimya kabisa, piga chukua wewe. Kwa hiyo asima ya tatu ya ahli sunna iliyochukuliwa ni Baghdad. Baghdad ikachukuliwa. Sehemu nyingine iliyochukuliwa ni al-Yaman. Kule kuna watu wajita Ansarullah wakiongozwa na Abdul Malik al-Houthi. Wakati wa vita ya miaka 90 kati ya Yemen ya Adan na Yemen ya Sanaa, yule mzee akiitwa Hussein Badruddin, kitu kama hicho, Badruddin al-Houthi, alikimbilia Iran pamoja na familia yake, akakuwa kule akaishi miaka mingi, nikana kasomeshwa maneno mengi pamoja na familia yake. Lakini ilikuwa mkakati ni kuichukua Yemen. Yemen ambayo asilimia kubwa watu wake ni ahli sunna. Huko kusini kuna watu masufi, lakini wakifuata madhhabi ya Shafi wajiita ahli sunna. Walikuwa as-salafiyun na wana nguvu, wako wengi, yani wakiwemo hata mahizbi wale kina Zindani, wako wengi. Jambo kubwa, si jambo dogo. Tunaelewana? Na wako zaidia ambao kwa sehemu ya kaskazini, hasa katika mkoa unaitwa Saada na sehemu nyingine kiitwa Imran. Hii ni mikoa ambayo kule zaidia wako kule wengi. Na katika dunia kwa sasa hivi madhehebu ya zaidia yapatikana Yemen peke yake katika upande huo. Hawa mabwana Mahuthi ni Mashia, wakabadilisha madhehebu yao kutoka uzaidia kwenda Ithna Asharia. Hao viongozi wao wakala bai'a kwa waliul faqih ambaye ni Ali Khamenei, na wakawa wanapokea misaada. Walichokifanya, wakaanza kuwashambulia ahli sunna wal jamaa. Mauaji yaliyofanyika Yemen dhidi ya ahli sunna wal jamaa kutoka kwa Mashia Mahuthi ni jambo la kusikitisha sana. Dunia iko kimya. Mpaka tulikuwa kuzungumza hivi, kweli dunia haisikii yanayofanywa Yemen? Hivi dunia haioni yanayofanywa Yemen? Hakuna Muamerika, hakuna Mwingereza, hakuna Mfaransa, hakuna Mjerumani, hakuna Mchina, hakuna Mrussia, hakuna yoyote anayezungumza. Basi majazir, ile ni genocide. Watu wanauliwa bila sababu yoyote. Damaji ile ikasabwa ikaisha Kitafu huko wapi, wakaja wakaichukua Sanaa, wakaenda mpaka kusini. Sasa hivi mpaka sasa kuna muhasara sehemu katika mikoa kama ya Taiz na sehemu nyingine, bado wana nguvu wale. Silaha watu wa wapi? Pamoja na mauaji yote walikuwa wakiyafanya dhidi ya ahli sunna wal jamaa, jambo la ajabu, Mahuthi hawajaorodheshwa katika jumla ya magaidi duniani. Amerika haijasema kwamba ni magaidi, na wana silaha na ni kikundi, sio serikali, kikundi cha watu, kabila na madhehebu fulani yafanya mauaji katika nchi, yapambana na serikali yenyewe yashindwa. Kwa namna wanavyobeba silaha zinatoka wapi? Watu wanazijua zinakotoka. Hivi tunavyozungumza, kimkakati imeshachukuliwa Sanaa kwa muda mrefu, tangu 2014 na kuendelea wamechukua Sanaa. Tumeelewana?
Mauaji yalipozidi sana, Saudi Arabia pamoja na baadhi ya nchi za Gulf ziliungana kuwapiga Mahuthi. Dunia nzima ikapiga, Wasuudi wapiga wa Yemen. Dunia nzima zungumza Saudi wapiga Yemen. Sasa singempiga Myahudi, mbona wapiga wa Yemen? Vyombo vya habari na nini wazungumza wa Saudi wapiga wa Yemen. Wa Yemen kina nani? Propaganda. Wale wanaowapiga Mahuthi wanaowaua Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sasa sisi hatusubiri kibali cha Umoja wa Mataifa, tuwapiga hao. Wakapeleka ndege wakawapiga, kwa sababu waona dhulma yafanyika, hao wanauliwa. Lakini sisi pia tuko hatarini, kwa sababu wale wanachokusudia sasa, wakishaichukua Baghdad, wameshaichukua Syria na Lebanon yake, washachukua Yemen, na mkakati ni kuichukua Misri pia. Na huku kuna harakati ya unaita al-Mujahidin al-Jihad, na huku kuna Hamas Palestina. Yote ni makundi ambayo wanayafadhili. Saudi Arabia ishapigwa pini katikati, kwa sababu wao lengo lao, hayo maeneo yote ni maeneo ya kimkakati tu. Lengo ni al-Haramain Sharifain, chukue Makkah na Madina. Na wanaandika, na wengine wale kina Yasir al-Habibi na kina nani wanazungumza katika mitandao huko kwamba bwana, kwa nini Saudi Arabia kashika peke yake pale haram? Umoja wa Mataifa uingilie bwana, watu sisi pia tupate nafasi pale. Si ndio makafiri na waingilie, wawagae, sio kwamba wagaiwe na wao waongoze ibada ya hija, waongoze haram pale, kwa watu wakiwa kwenye haram pale, ya Hussein hivi ndani ya haram pale, wanakuja na madufu wao wapige cheze pale Maulidi Masjid Nabawi pale. Wataka haramu mbili, lakini wataingiaje? Kama vile Mayahudi wanavyotaka Maka na Madina, wataingiaje? Kwa hiyo mikakati yao inafanana. Wallahi naweza kulizungumza jambo katika kufananisha mikakati yao. Mayahudi wasema hivi na mpango mkakati wao ni huu, Mashia wasema hivi na mpango mkakati wao huu. Mayahudi wamefanya hivi, wamefanikisha hili, Mashia wamefanya hivi, wamefanikisha hili. Kila mmoja ana mtazamo huu. Mayahudi wana ramani yao mkononi, Mashia wana ramani yao mkononi. Kwa hiyo imekuwa ile miji mitakatifu na nchi kama ya Saudi Arabia imekuwa imewekwa kama ndio sehemu ya kinyang'anyiro, wataingiaje? Kwanza Myahudi yeye akishashika Maka na Madina, maana Uislamu hakuna, sio? Hakuna tena Uislamu. Ndio anachokitaka, kuua Uislamu kabisa. Mshia akishika Maka na Madina, maana huu sunni ambao ndio Uislamu wa kina Abu Bakar na Umar na Uthman, Uislamu huu safi ambao amekuja alituachia Mtume, hautakuwepo kutoka Uislamu mwingine. Uislamu wa Karbala ndio utakuwa pale, na wao ndio malengo yao. Kwa kila mmoja ana malengo yake pale, lakini kitu kingine ni uchumi, kwa sababu zile nchi zinazalisha, zina rasilimali nyingi sana. Ataka katika alalam, nishati ya dunia inatoka katika miji ile, katika nchi zile. Almantaqa alsharqiyya, kwa sababu Saudi Arabia kwa siku inazalisha pipa milioni 11 kila siku za petroli. Kila siku unayojua wewe wanazalisha pipa milioni 11. Unaelewa sio? Nyie muelewi ule utajiri ulikuwa hapo. Ile almantaqa alsharqiyya peke yake wanatoa pipa milioni 8. Almantaqa alsharqiyya kila siku. Irani na ukubwa wake na idadi kubwa za watu, kwa siku inazalisha pipa milioni 3. Hiyo gesi iliyoko pale ni kwa kiwango cha ajabu kabisa, sikwambii dhahabu na vitu vingine. Kwa hiyo roho za watoka, na kila mmoja ataka ingie pale. Amnielewi? Lakini tutaingiaje? Sasa kuna mawakala wa Wazayuni, na wengi wao ni waandishi, ni vyombo vya habari. Mawakala wa Wazayuni, wanasiasa na baadhi ya watu wengine tu wa kawaida
wameajiriwa kuyatakasa matendo ya Wazayuni, ambao wale wana haki, wana hivi, wanaeneza katika ulimwengu na kuona na wale wanaonekana wanachokifanya ni sawa. Wajue Waarabu, wajue wale ni ndugu Waarabu na Waisraeli wenyewe wapigana tu, wajue mambo haya hivyo, wanataka kuhalalisha, na wala hawaingizwi katika orodha ya magaidi pamoja na mambo yote mabaya wanayofanya, kwa sababu gaidi ni Muislamu msuni. Kisikia gaidi ni Muislamu tena ahlusunna, ndio gaidi. Na kiwa mshia hawezi kuwa gaidi. Kama ingekuwa ni ugaidi, basi ingekuwa Hassan Nasrullah na Hizbullah ni kikundi cha kigaidi, kingesanifiwa siku nyingi Houthi kikundi cha kigaidi, lakini hawakufanya hivyo. Gaidi ni Muislamu ahlusunna. Sio kwamba wapo magaidi kweli, lakini wao katika mtazamo wao, umeua hujaua wewe gaidi, maadamu wewe ni katika ahlusunna. Umetishia hujatishia wewe gaidi. Kwa hiyo kuna malengo ya kidunia na malengo ya kidini. Wale mazayuni wale, yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun, wanataka kuizima nuru ya Allah kwa vinywa vyao, kwa midomo yao, lakini Allah ni mwenye kuitimiza nuru yake. Nuru itatimia tu hata kama watachukia makafiri. As-Saff aya 8. Sasa hawa wana malengo haya ya ushia, wakipitia kwenye miji hiyo, na wale wana malengo yale. Sasa lawama zinakuja kwa Waarabu. Ukisikiliza mashekhe na watu wengine, sio mashekhe, ni watu tu kwenye mitandao. Unajua mitandao, ukishakuwa na uwezo wa kurusha kwenye YouTube, kwenye TikTok, kwenye Instagram, unaweza kusema na umejirekodi, basi wasema tu, ukachukua habari huku, ukachukua huku, ukaunganisha, ukarusha, ukasema, basi ni shekhe sio shekhe, wasema tu. Watu kwenye mitandao huko wanazungumza Waarabu wanafiki bwana, wale wa Irani sio Waarabu, wale ni Wapeshia, wale si mchezo tangu zamani, nyinyi mwajue wale kia Waarabu wanafiki hawa. Na mwingine ataja aya kabisa, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Sijui sema al-a'rabu bwana wanafiki bwana, umeelewa nini? Wako na Mwisraeli, wako na Marekani. Ngine bwana wasema, sasa wengine wanazungumza kwa unyonge. Sasa jamani, sawa, mashia na masuni wanatofautiana, tofauti zipo. Sasa hizi tofauti ndogo ndogo zilizopo, tunaona mwenzetu apigwa, kwa nini tusiache tofauti zetu tukaungana? Waarabu wangeachana na Marekani wakaungana na Mwirani, lakini watachezewa hawa bwana, kwa sababu wao Myahudi alichokifanya ashawagawa. Nataka kusema kwamba hii migawanyiko inajitokeza hapa ni michezo ya Marekani. Marekani kapanga, Trump, Biden, George Bush, Obama, ni watu wamepanga ya madhehebu na nini, kuna dhehebu hili na hili, basi nyinyi mtakuwa hivi, mtakuwa hivi, yani kama mambo kichaa hivi. Kweli dini inazungumza namna hiyo? Dini yani hatuna historia, hatuna kumbukumbu, hatuna chochote, tujisemea tu, ndio hivyo. Jambo haliwezi kuwa namna hiyo. Nitaeleza hizi zote. Na kuna mwingine afikia kusema kwamba ikianguka dola ya kishia Irani pale, ikianguka dola ya Irani ile jamhuri ikianguka, basi nchi za Kiarabu zote zitakuwa na ushoga, kutakuwa na ndoa za jinsia moja, watu watakwenda kubadilisha jinsia zao, mtoto wa kiume na kujibadilisha na kuwa mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu Irani imeanguka. Ningesema kwanza, Saudia sio nchi ya Kiislamu, sio nchi ya Kiislamu. Kwanza kunauzwa pombe, kuna madanguro, alafu mbona mashia wasemi kimya hivi?
tunazungumza na watu wa aina gani sisi? Ni watu tuko nao kwenye dunia hii sayari moja, au wengine wana sayari yao? Mimi nimejaribu kutaja kwa mbali kabisa mikakati walionayo Mayahudi na mikakati walionayo Mashia, matendo wanayofanya Mayahudi na matendo wanayofanya Mashia dhidi ya Waislamu Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na mwanzo nikauliza swali, katika hawa madhalimu wawili wanaokufanyia dhulma, wewe wamuunga mkono nani? Wakiwa wapigana watongana. Sasa nimeleta swali mwanzo kabisa, ukifuatilia basi utajua namna ya kujibu. Huyu bwana Mohamed kweli jamaa yako, lakini matatizo yake ndio yale niliyoeleza, na huyu bwana Filipo naye ndio hivyo hivyo, ana matatizo kama yale. Sasa wameingiana wenyewe kwenyewe, wanatongana. Wewe utamuunga mkono nani? Wapigane tu. Alafu kitu kingine ni kweli Waarabu wamelala, lakini kuna sababu zilizopelekea walale katika baadhi ya mambo, lakini si sasa. Pia walilala kule, si sasa. Mimi siko hapa kuwa ni wakala wa nchi, ni vitu navifuatilia, najua hiki kwa undani kabisa. Hapa kuna hiki, najua kuna hiki. Nchi nyingi za Kiislamu zilitawaliwa, kama hawakutawaliwa na Mfaransa, wametawaliwa na Mwingereza. Nchi nyingi za Kiislamu, tumefahamu, zilikuwa chini ya utawala, na watawala wanapoingia katika miji, wakoloni na kusudia wakoloni, kwa sababu wanakuja kwa malengo wale. Kwa hiyo wanakaa kama wamekaa miaka 100, miaka 150, miaka 70. Huwa wana mambo yao ya kimkakati kama serikali za kikoloni, na kubwa zaidi ni kuwadhoofisha watu kiuchumi, na kubwa zaidi ni kuwadhoofisha watu kiuchumi, kuwadhoofisha watu kimipango na mikakati, mpaka wakija wakiondoka, nyinyi mmeshakwisha, mko nyuma kabisa. Kwa hiyo mtakuwa bado mnawategemea ili ukoloni mambo leo uendelee, muendelee kutawaliwa. Misri ilitawaliwa na nyinyi mnafahamu, Jordan ilitawaliwa na nyinyi mnafahamu, Syria ilitawaliwa, sawa, Yemen ilitawaliwa, Iraq ilitawaliwa, zote zimetawaliwa, ziliingiliwa na ukoloni. Sasa kama mlikuwa mna ustaarabu wenu na wakoloni wamekuja wamewakalia miaka 100, wakiondoka ule ustaarabu wote ushapotea, mwanza tena upya. Sasa nchi za Kiarabu zilijikuta katika hali hiyo baada ya vita vya msalaba na Ottoman Empire kupoteza ushawishi na kukosa nguvu. Wakoloni wakaingia, kweli Waislamu walirudi nyuma sana. Kwa hiyo kimaendeleo, hasa katika mambo ya teknolojia na mambo ya kivita, walirudi nyuma. Hili jambo lipo linafahamika, na nchi zetu za Afrika pia ziko namna hiyo. Sasa kwa mfano, ugunduzi wa mafuta, nchi nyingi za Kiarabu mwanzo zilianza kugundua mafuta miaka 1930. Hawana hata tuseme labda hili ni grade au ni excavator tuchimbue, hawana. Lazima vifaa vitoke nchi za magharibi, si ndio? Mafuta yalipogunduliwa kule Saudi Arabia 1930, Marekani ndio ilikuja kuchimba mafuta, wakaingia mikataba ya miaka 50, tunagawana nusu kwa nusu. Hivyo hivyo Al-Kuwait, hivyo hivyo na nchi nyingine. Marekani achota tu, lakini sisi tutapata, tutajenga nchi yetu. Tuna barabara, tutajenga barabara. Nyumba mbovu tutazijenga. Tuna mashule, tutajenga. Mpaka imefika mwaka 80, mkataba, kipindi cha King Khalid, mkataba umeisha, si ndio? Mkataba umeisha, lakini tunahitaji kuendelea zaidi kielimu, teknolojia na kila kitu. Sasa kuna watawala walisinzia
kipindi kile ilikuwa ndio kipindi cha kujijenga kiuchumi zaidi na kinguvu, lakini bado waliona kwamba wazungu ni watu wa sawa sawa. Kwa hiyo wakajisahau, wakati wenzao wengine huko wanajipanga kimabavu, kinguvu, na wanatumia rasilimali zao kuwekeza katika nguvu zao. Ufisadi pia ukawa mwingi, familia za kifalme zikachukua pesa nyingi, zikawa zinakwenda nje ya nchi, huko ughaibuni. Watu wananunua mahoteli makubwa ya kifahari, wananunua hivi, wafanya vile, pesa nyingi ikawa inapotea. Bali hata mashirika ya misaada na watu wengine wakaanzisha taasisi zao za misaada kwa lengo la kula pesa nyingi ikawa zatoka Saudi Arabia na nchi za Kiarabu kwa ujumla, zitawanyika duniani bila hesabu yoyote. Watu wapeleka tu kule kwa jengwa hiki, wengine wala msikiti wa milioni 200 watajengwa kwa shilingi milioni 40, nyingine watie mifukoni hivyo. Hizo zinafanyika sana. Ambao yule kala milioni 200 yule sio utani, watu wamezila kweli, hakuna uangalizi wote, wafanya tu. Waarabu walikuwa wamelala katika upande huu, walisahau kwamba wao wana maadui wakubwa wale wazingira, ambao wanatamani wakati wote waondoke pale walipo ili waingie tena kimkakati. Sio kwamba watamani, wanafanya mipango. Lakini mimi nataka kuambia kitu kimoja, kama nyinyi hamjui jueni, wale Waarabu wa miaka 20 iliyopita sio wa sasa. Waliposhtuka juu ya jambo hilo, sio Waarabu wa sasa, kwamba Waarabu wale sio Waarabu wa sasa. Juzi nilikutana na mtu wakati niko umra, nikamwambia Riyadh bwana, kana sifia Riyadh. Anaambia ulikwenda Riyadh lini mara ya mwisho? Nikamwambia sasa hivi yapata miaka 20. Piki mara ya mwisho imekwenda mwaka 2005. Anaambia Riyadh unaijua wewe, sio miaka 20 ile wewe ulikwenda wewe, miaka 5 tu iliyopita hapo nyuma. Riyadh hiyo sio, kuna kitu kingine sasa hivi kule, kitu kingine kabisa. Watu wameendelea kwa kasi sana. Sasa katika mambo makubwa ambayo mimi nawasifu hawa Waarabu, na lazima iwe hivyo, ni wakati wa kuwa hivyo, pamoja kwamba wamechelewa, lakini sio sana. Wamechelewa, walikuwa takiana wawe na nyuklia yao na hivi na hivi, waogopeshe kwa sababu ya utajiri walionao, lakini wameinuka sasa hivi. Sio kwa wachukulie kirahisi. Katika mikakati mikubwa walikuwa nayo ni kuendeleza teknolojia na vita. Unajua vita vya sasa sio kama vita vya zamani, kwamba sasa vita tunaenda vitani, wanajeshi wamevaa manyasi na nini, wamejificha na vitu gani. Vita sasa hivi haiko hivyo huko duniani. Hii huko labda huko duniani haiko hivyo. Vita ni game, kama unacheza game pale. Jamaa wamewekeza matrilioni ya pesa katika ulinzi wa anga zao. Huwezi kuipiga nchi yao kirahisi. Sio piga Qatar kirahisi, wapige Emirates kirahisi. Na hilo ndilo alilodhania Muirani, kwa sababu alipata muda wa kutengeneza silaha, utaalamu na nini, akatengeneza sawarikhi zake albalistia zile, akatengeneza tairat almusayyarat zile drones na nini. Watu wakaisifu wakidhani kwamba kwa yale maswarufu aliyokuwa nayo, sawarikhi alizokuwa nazo, ataiteketeza Dubai ndani ya siku moja. Mimi mpaka siku Jumatano iliyopita nimeona amepeleka makombora drones pamoja na yale makombora sawarikhi zile 863 kazipeleka Dubai, Imarati kwa ujumla 863. Wakati huo amepeleka Israeli kule Tel Aviv na Haifa na sehemu nyingine 411. Umeelewa? Makombora aliyopeleka Tel Aviv, Haifa ni kule Israeli 411. Wiki iliyopita ilikuwa, sijaangalia tena baada ya kuwa niko itikafu hapa basi, lakini 411 zimekwenda Israeli, lakini 863 zimekwenda Emirates. Asilimia 95 wamezipanchi zote. Unaona? Ina maana ungekuwa uko ovyo, angekuwa hakuna Dubai, hakuna Al Ain, hakuna Al Quwain, hakuna Al Fujairah,
hakuna Ajman, hakuna Abu Dhabi, hakuna chochote, nchi yote ingeungua. Mnaelewa? Saudi Arabia amepiga kama 38 hivi, kwa asilimia zaidi ya 90 na wameyapangua yote. Tena ilikuwa wanalenga katika vituo vya mafuta, sio kama wanapiga kambi za nini za Marekani. Ni uongo mtupu. Walenga airport, walenga makazi ya watu, walenga kwenye mamall. Ndio hivyo wanaofanya. Si watu wa Qatar wanaishi, madudu yameanguka mtaani kabisa bwana, nyumbani hili hapa, watu wanasema bwana hili hapa pana kambi ya Marekani hapa. Wewe kambi ya Marekani uijui? Lakini sasa yeye alitaka kutake advantage hii sasa, kwamba sasa ngoja nisimalize za Kiarabu, ule mukhattati wangu na mkakati wangu ni utimize sasa. Akakutana na kitu kingine kabisa ambacho hakikutarajia. Kumbe Waarabu hawa sio wale wa kuchunga ngamia. Mnaelewa? Mimi sizungumzi kikiusha, nyinyi mwajua, sio kama mjui, nyinyi mwajua. Kwa hiyo wamejipanga, pesa zao wamezitumia katika kujilinda hivyo. Alafu msije kusema lakini sasa hawa silaha wauziwa wanunua. Kama huna si wanunua, si pesa yako. Sasa mimi tuenda vitani mathalan, wewe ukuzigua huko, ukienda huko ndani Mazingara, sio ukienda kwa Msisi, kuna watu watengeneza magobore kule, si ndio hivyo bwana? Si ndio? Yeye anatengeneza magobore kule, mtu ana magobore 7 nyumbani kwake, mpaka wanawake wanapigia digidigi. Sema si tutengeneza silaha wenyewe. Mimi nakuja na AK47 yangu moja tu na mkanda wake, risasi 3000 ni hatoka na magobore yako 25, kwa sababu watengeneza mwenyewe. Itasaidia nini? Nitakuchapa wewe na nyumba yako. Simenielewa? Mimi sizungumzi kwamba sasa ndo nashabikia. Mimi naona kwamba propaganda zimekuwa nyingi sana. Sasa hebu kwa hali kama hii, wewe wadhani Mwarabu ataungana vipi na Mpeshia ili wampige Mzayuni? Sisi tumekaa tutafanya makubaliano bwana, sisi bwana Waarabu sote tusikubali Marekani asitumie anga zetu wala bahari yetu wala nchi kavu yetu kumpiga Mwirani. Tusikubali. Sawa, Waarabu wote wakakubali. Likatolewa tamko kwamba bwana, sisi hata kama vita inakuja, sisi hatuwezi kumruhusu Marekani atumie anga zetu kupiga. Sawa. Kwanza kwa sababu anga ya Iran iko dhaifu. Hiyo ndio shida iko hapo. Vita yaanza tu, Sterling kafa, kashauawa tayari. Na wengine huyu. Sasa hivi vita vipi? Mbona mambo ilikuwa umemshtukiza. Sasa serikali ya Omani iko vizuri sana kuingilia jambo hili ili vita isitokee, na wao pia wameshambuliwa. Sasa jamani, mimi siseme sana ni mambo ya kisiasa sana, lakini sisi tusikate tamaa, kwa sababu nimezungumza maneno pale ikaonekana kama nakatisha tamaa kwamba sasa Waarabu wameisha. Hawajaisha tayari. Allah amewasaliti madhalim kwa madhalim. Kila mmoja ana tamaa yake pale, kakodoa macho, anataka kufanya mambo yake. Hivi kweli wewe Muislamu msunni utashabikia kwamba eti Irani ikachukue Makka na Madina? Kweli wewe ni Muislamu kweli na washabikia kweli? Kwa sababu tu siku ile Irani alirusha makombora wakati walipovamia Hamas wale, yani baada ya kutoka Oktoba 7 walipovamia Hamas kule wakafanya mauaji. Baadaye wale wakavamia Gaza wakaanza kuivunja. Irani walipiga makombora. Nyinyi amfuatilie habari, ndio shida, wala mfanye uchunguzi. Irani alirusha makombora kwenda Israeli baada ya tukio gani? Baada ya kupigwa watu wa Gaza, yakavunjwa hospitali na vituo vya afya na mashule na nyumba za raia na watu wakauawa, au baada ya viongozi wao kuuawa? Walianza kufanya mashambulizi baada ya kuuliwa Qasim Suleimani.
Alipouliwa Qasim Suleiman ukapiga tujaliwa wakapata hofu na hii katulia. Mara kauliwa Hassan Nasrullah, wao wanapiga kutetea vitu vyao, si kutetea ahli sunna. Na ndio maana wale Hamas watu wakaingia katika anfaq, katika matali chini ya ardhi kwenye mapango huko, waliokwisha waliouawa ni raia wa kawaida, na wao walilijua hili kwamba hapa patatakana ibada jamaia, watu watauawa hapa, lakini sasa ni hawa sio na hatia. Mtu atasema sasa kama ndio hivi, sifadhali na wao wamerusha makombora mawili matatu, mbona Saudia hajafanya? Mimi siko hapa kwa niaba ya Saudi Arabia, lakini nilikuwa ninachokifahamu kabla ni kuwa wale Waarabu walikuwa wanafanya mazungumzo baina ya serikali ya Palestina na serikali ya Wazayuni, wafanye sulhu. Kuna baadhi ya vitu watanazali, watu waishi badala ya haya mauaji, ikawa mikataba inakwenda. Sasa huku kuna wafidhina katika Wazayuni wasiotaka sulhu, na huku kuna wafidhina katika watu wa Hamasi na wengineo wakishajiishwa na mashia wengine. Sulhu ishakwenda vizuri kabisa, watu washafanya juhudi zao, sulhu imepita, watu wataishi kwa amani. Yahudi haaminiki, lakini hivyo hivyo ingia nao mikataba. Mtume SAW akaingia nao mikataba. Wewe nani? Jambo lishaanza kutimia kwamba sasa watu wataishi kwa amani, raia wa huku watakwenda kule kufanya kazi na kurudi kama ilivyokuwa ada yao. Jamaa wale wakaingia wakafanya fujo, wakaua, wakavamia kwenye kambi ya jeshi, sio ilikuwaje, wakalipua, sio askari wangapi wa Kizayuni wakafa, tujalie 300 wamekufa. Haya, baada ya kufa askari 300 wa Kiyahudi, kilichotokea ni nini? Mimi nilizungumza hapa kwenye mimbari, hili jambo sio sawa, kitendo kilichofanyika sio sawa, madhara yake yatakuwa ni makubwa zaidi. Kuna mzee mmoja yuko, mwanasiasa mshia mmoja yuko Dawa, akanijibu, wewe wakufurisha Hamas, usema makafiri, wewe kibaraka wa Marekani. Mimi nisimjibu sababu ni mtu anazungumza kitu asichokielewa. Mimi nazungumza ile jambo lifanyika litaleta madhara makubwa zaidi. Tayari washafanya madhara mengi tu kwa sababu ndogo. Sasa ushaleta jambo kama hili, madhara yake yatakuwa makubwa, na hatima yake mwisho mtakuja kukaa tena mezani sulhu, lakini nchi ishaisha. Sasa tufanye sulhu kabla nchi haijaisha au baada ya kumalizwa? Ili nilizungumza mimi, lakini tunaonekana kama vile tutumika hivi. Hapana, Uislamu na taratibu zake na misingi yake. Kama huna nguvu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoka Makka bwana, Makka na Aqsa, ipi bora zaidi? Akiwa abudu pale masanamu analito pale, mara kakiwa uchafu la ngamia, mavi ya ngamia kwenye kinywa chake, amesujudu pale. Mwisho ataka kumuua, akatoka yeye sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wakaiacha, atoka Makka alia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alirudi na fatwa ikapatikana. Unafahamu? Sasa wakati mwingine kutanazali, wakati mwingine wakati huna nguvu, ukitanazali ukarudi chini, sio ujinga, sio khiana na kujitutumua. Ikiwa huna uwezo ukawaingiza watu kwenye maangamivu, hilo jambo lisilofaa. Sisi tuna mafunzo makubwa kabisa katika vita vya Mu'ta. Khalid ibn al-Walid aliyoyafanya, watu wameingia, jeshi la watu 3000 wamekabiliana na watu 200,000. Waislamu wengi washauawa, Jaafar kashauawa, Abdullah ibn Rawaha kashauawa. Huu umma mkiupeleka pale utaisha huo. Alichokifanya Khalid ibn al-Walid, akapanga jeshi lake vizuri, akalirudisha, akaonyesha kama vile kumekuja misaada mingine, akachezesha namna yake na ujue yeye mwenyewe pale. Wale wakaingia hofu, wakawa wanarudi nyuma, na yeye akapata njia mbio mpaka Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda kuwapokea watu wa Madina, wanawarushia michanga, alfararun. Hao wamekimbia vitani, wanawazomea. Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia, hapana, hawajakimbia, hao ni alkararun, msiwazomea, wameshinda hawa. Kwa hiyo wakati mwingine kutanazali na kurudi nyuma ukiwa huna nguvu ni jambo la kibusara. Mmenifahamu? Sasa sio fikra za Kizayuni ndio Uislamu. Nirudi katika hili. Kwa hiyo
Waarabu tu wale tunaojua sisi sio. Alhamdulillah, kwa kiasi kikubwa Allah waongoze. Yale mapungufu walionayo Allah subhanahu wa ta'ala awaondoshee, warudi kwenye dini yao. Hawa viongozi wa Kiislamu Allah waondoshe ile mapungufu walionayo, warudi katika Uislamu, na matukio haya yawatie akili, wajue maadui zao ni kina nani na wao watakiwa kufanya nini kwa wakati gani. Sasa hii kusema kwamba Waarabu ni wanafiki, huku ni kuwakufurisha kwanza. Waarabu gani wanafiki? Ndio wale unaokwenda wewe ukiswali nyuma yao kule Maka na Madina? Ndio wale wanaokuongoza kwenye hija wakatoa hutuba kwenye Arafa huko? Ndio wao wanafiki unaokusudia? Haya, vipi sasa wewe waswali nyuma ya mnafiki? Huoni kama una matatizo? Hii ni fikra ya kitakfiri ya kishia ya kuwakufurisha Ahlus Sunnah wal Jamaa. Usibebeshwe tu bila kujua. Nchi za Kiarabu kuna pombe. Mimi najua kweli kuna nchi pombe ni halali, yani imeruhusiwa, najua, na hii ni makosa. Na sijui kama wenyewe wanajiita kwamba wao ni dola ya Kiislamu kama Dubai. Kila kitu kiko wazi, kila kitu unachokijua duniani kiko wazi, lakini ziko nchi hakuna mambo hayo, kwamba eti una kibali cha kufungua baa uuze pombe. Ajaribu uone. Lakini kuwa watu wanywa pombe hata katika enzi za Mtume ilikuweko. Wajua kuna kitu sheria na kuna matendo ya mtu binafsi. Hivi ni vitu vile tofauti. Katika nchi kunaweza kukawa kuna sheria kwamba hili haliruhusiwi, alafu kuna wananchi wanakiuka sheria. Kukiuka kwao sheria hakuifanyi kuwa sheria hili imebadilika. Sasa wewe kama wajifanya mjuaji, beba konyagi hapa, nenda na ushuhudia kaona. Usienda umra, uenda hija, beba uende naye, utajua kwamba pombe ipo hakuna. Usijisemee tu watu wenye pombe. Sawa, watu wenye pombe kweli, au watu kwa wazini, ile jambo lipo, inawezekana. Enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa. Hao wenyewe hamjui historia ya Bani Umayya, ya Bani al-Abbas na dawali nyingine zilizofuata baada ya hapo. Lakini dola za Kiislamu huwezi kuwakufurisha kwa sababu ya maasi. Hii ni misimamo mibovu kabisa, misimamo ya kikhawarij. Alafu ukisema kwamba mashehe wamekaa kimya, wewe umsikiliza shehe nani? Maana mashehe tunaosikiliza sisi wanakataza mambo haya, wakataza maulidi tu. Wewe wamsikiliza shehe nani? Wataka fatwa za Sheikh Fauzani asemaje? Ndiyo mufti wa Saudi Arabia sasa, asemaje kuhusu pombe, kuhusu madanguro? Au mtaka Ibn Baz asemaje? Au aletna kamati ya kudumu ya fatwa waitaka yasemaje, yaelezaje jambo hilo? Sasa ukisema kimya, ulitaka uje kuambia nyumbani kwako, si maneno sawa. Watu waache chuki na propaganda, wasitumike katika kuwachafua Waislamu wenzao. Na haya maneno kwamba eti ikianguka dola ya kishia kwamba Waarabu watakuwa mashoga, watakuwa hivi, umetoa wapi maneno haya? Kwa tathmini ipi? Kwa tathmini ipi? Kwamba wale Wayahudi watawachezea kuliko? Kwani wale wazuia nini? Kwani mshia pale azuia nini? Mimi nauliza tu, Shia azuia nini pale? Myahudi anachotaka kukifanya kwamba ashindwe kwa sababu amuogopa mshia, liko jambo lipi? Kwani alipotaka kupigwa Muiraki, mshia alikuwa yuko wapi? Si Irani alikuwepo? Yes, ndio alisaidia. Sasa msizungumze vitu kama hamfahamu, msitaki kuwadanganya watu. Usije ukakaa ukafikiria kwamba eti Irani au Shia wako kwenye mkakati wa kuwatetea Masunni. Hata siku moja hiyo jambo haliwezi kutokea. Wao siku zote wako katika kufanya mikakati ya kuangusha Masunni, na wao wakae sehemu za Masunni. Kwa hiyo lillahi alhamdu, ilipotokea Waarabu kujitambua, walitaka kusimamisha mamluki wao pale Misri kupitia Muhammad Mursi na chama cha Ikhwan al-Muslimin kwa mapinduzi yale ya Rabiul Arabi yaliyofanyika 2011, 2012. Mashia pale walikuwa na mikono pale, ambao kina Gaddafi wakaangushwa, walikuwa na mikono mule.
Kwa hiyo akaangushwa Muhammad Husni Mubarak, mara akaingia Mursi pale masuti yake muikhwani, lakini pale akaanza kutaatafu na Mashia, wakati ilikuwa katika kipindi cha nyuma marufuku. Wakaanza kufungua hauza zao, wakaanza kufanya hivi. Alhamdulillah, Allah akatuondoshia mtu yule, akaja mtu mwingine. Kwa kampeni yao ikawa imefeli hapo. Kule Syria jamaa walitafatani, Waarabu wakakumbuka siku nyingi, wakaona hao hapa lazima tuiondoe hii serikali. Wakati gani? Wakati kwa sababu hawa wanalindwa na Mrasha. Mrasha ameshughulishwa na Ukraine, wakati huo ndio kuchukua nchi ya Bashar al-Assad. Wakati wa nguvu Bashar kaondoka, iko Bashar msuni bali. Kwa hiyo ile mkakati waliopanga kwamba Syria, Iraki, Yemen, si wapi, umeanza kufeli. Na ile mipango yao si uranium, sikuaje, nuclear. Sisi tuombe dua Allah subhanahu wa ta'ala awasaliti madhalim kwa madhalim, na sisi atuepushe na ile sharia, atutoe salama, na tuombee Uislamu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Waislamu walio wanyonge tuwaombee, ndugu zetu walioko Palestina kwa ujumla na Gaza bil khusus, ndugu zetu walioko Yemen, walioko Syria na sehemu mbalimbali ambao wanaishi kwa unyonge. Sisi tuombee dua. Huko Sudani tuombee dua ndugu zetu sisi, Allah awatie nguvu, awanusuru kwenye lile walilonalo, awape faraja. Yote hii ni mipango ya watu waovu, madhalim. Dhalim haijalishi kuwa dhalim ni nchi gani au kabila gani au dini gani. Dhalim ni dhalim tu, kwenye Uislamu hakubaliki. Ana jina gani, atoka wapi, mrengo upi, muda wa kuwa ni dhalim hakubaliki. Kwa sisi ni kuombea dua ndugu zetu, Allah wasalimishe na dhulma. Sisi hatuna uwezo kwenda Palestina kwenda kuwanusuru, wala hatuna silaha za kupambana, lakini silaha yetu kubwa sisi ni dua. Allah warudishe katika usawa na watie nguvu. Nimesema sana, lakini kuna mambo mengi nimeyaacha. Anasema kuna shekhe anadai kuwa Mashia wa leo wa Irani sio wale ambao hukumu yao kuwa ni makafiri. Kwa hiyo inabidi tuwe pamoja kama Waislamu tujue haya maneno si maneno ya sawa. Haya si maneno ya sawa, kwa sababu msimamo walionao Ashia Ar-Rafidha wa Irani ambao Shia na Sharia na sehemu nyingine zote, msimamo ndio ule ule juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vitabu vimechapishwa. Hivi vitabu vya Mayunga vimechapishwa, tafsiri yake imechapishwa Qum, Irani. Anasemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliwa na nani? Yeye asema Aisha na Hafsa ndio waliomuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawatukana wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamtukana Abu Bakar mpaka wanamuita kwamba ni mwana haramu, ndani ya tafsiri ya Mayunga, na imechapishwa Qum, Irani. Alafu mtu anasema sasa kama wale makafiri, kuna watu wengine ambao hawakusoma, hakuna hata madrasa, wao wamekwenda skuli basi, wakaibukia mbele huko wakaingia kwenye Uislamu, sio kwanza kuswali na nini. Huo wana maneno yao, kama sasa Mashia ni makafiri, mbona wanakwenda hija? Wewe kasome, wewe kaa chini usome, acha ujinga. Ukiwa na akili timamu na maarifa katika dini, huwezi kuuliza swali hili, uwe unaona haya wakati mwingine kuzungumza maneno. Umeelewa? Kwa nini nazungumza kwa ukali? Kwa sababu ni msingi mdogo katika dini. Mtu anapokuwa ana itikadi ya kikafiri lakini anadhihirisha Uislamu, katika Uislamu anachukuliwa hukumu yake ya dhahir, lakini tutaendelea kumsema vile vile. Nataka niwaulize mtu mmoja. Kuna mtu akiitwa Abdullah bin Ubay bin Salul, mwamjua nyinyi? Alikuwa Muislamu yule, ndio raisul munafiqin. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar, wanafika kwenye tabaka la chini kabisa motoni. Alikuwa msikitini aenda iko na Mtume Madina, Maka atakwenda vitani, aenda na sio peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka na jeshi la watu 1000 au watu 700 takriban kwenda kupigana vita vya Uhud. Watu karibu 300 walirudi pamoja na Abdullah ibn Ubay bin Salul. Wanafiki
mpaka kujenga msikiti wao Masjid Dhirar. Wewe hujui hilo? Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa alikataza wasiingie Madina, wasiingie Maka? Maadamu watudhihirishia hili, sisi tutasema sawa, hewallah bwana, lakini tuko pale pale. Atakayefanya hivi mnafiki, kafiri. Huyu kafanya hivi, kasema hivi, mnafiki, kafiri. Hiyo ndio hukumu ya Kiislamu. Wala hujaambiwa mzuri, lakini sasa huyu asema mimi siukubali Uislamu kabisa, mimi mwenyewe nafuata umasihi na mfuata Isa. Haingii. Na jimsalaba lake haingii. Wewe ukiwa kutoka Jeddah unakwenda Makka, ukifika kabla hujaingia Makka, ile sehemu ya haram pana chapa ya msahafu pale limewekwa. Utaona kuna njia na tariqu li ghairi almuslimin, njia maalum ya wasiokuwa Waislamu, utapita huko. Huruhusi kuingia Makka, sio kuingia Saudia. Kuingia Saudia waingia, Makka ndio hiyo hayusiwi. Mnaelewa? Amuelewe nyinyi. Kwa hiyo mtu asema bwana sasa wale kama wanaruhusu, wacha waende hija, waende Makka, wakitoka waende Madina, wakitoka waende Aqsa. Kwa nini? Akina Abdullah bin Salul walikuwa wakienda, ndio Muislamu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume atakumswalia. Umar asema ya Rasulullah, usimswalie bwana, akamswalia. Ikaja aya sasa, kuanzia leo usiwaswalie tena. Umeelewa? Kwa hiyo na akili, kaeni msome dini, acheni ujanja. Tosha bwana. Subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. Maneno ni mengi sana, sasa tunalazimika kuzungumza kurusha bila ushahidi mwingine wa kutosha kwa sababu ya wakati.